Majukumu yangu ya kila siku ni kuwahudumia watoto hawa waliolazwa wodini kutokana na changamoto mbalimbali, na changamoto kubwa ambazo tunakutana nazo wanakuwa nazo watoto hawa ni watoto waliozaliwa kabla muda wao, kwa Kiingereza wanaita premature, ambapo wengi wanakuwa na changamoto za upumuaji, watoto waliopata maambukizi ya bakteria kwenye damu, kwa Kiingereza tunaita neonatal sepsis, na watoto waliopata changamoto za kupumua wakati wa kuzaliwa na changamoto za magonjwa ya moyo, watoto waliozaliwa na changamoto za magonjwa ya upasuaji ambapo inabidi wafanyiwe upasuaji. Tuzo yangu imetokana na kutambua mchango wangu katika utoaji huduma katika sekta ya afya ya watoto wachanga. Nimekuwa daktari katika kitengo cha watoto wachanga katika Hospitali ya Taifa Muhimbili kwa miaka 17. Vile vile ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Muhimbili MUHAS na katika idara ya watoto. Nimeweza kutembelea sehemu kubwa Tanzania, karibu mikoa yote ikiwemo Unguja na Pemba, na nimeshiriki katika kufundisha, kuandaa miongozo ya ufundishaji, lakini na vile vile miongozo ya matibabu kwa maana ya guidelines kwa jina la Kiingereza, ambapo imekuwa ikitumika katika kutoa huduma, lakini na vile vile kufundishia wataalam wa sekta ya afya katika ngazi mbalimbali. Changamoto ambazo bado watu wanaendelea kukutana nazo ni upatikanaji wa vifaa tiba na madawa, lakini na vile vile wataalam wa sekta mbalimbali kwa maana ya ujuzi wao. Bado hatujawa na mabingwa mabobezi katika afya ya watoto wachanga wa kutosha, lakini na wataalamu wa afya ngazi nyingine ambao wanaweza kuboresha utoaji wa huduma katika wodi za watoto wachanga. Lakini ningependa kutoa rai ya kuendelea kuboresha ili tuwe tuna vituo vingi zaidi, lakini wakati tunavofungua vituo hivi kuzingatia upatikanaji wa madawa na vifaa tiba katika vituo ili kuwezesha kutoa huduma katika ufanisi. Lakini vile vile tukumbuke kuwapatia mafunzo wataalamu wengine ambao sio madaktari na wauguzi ili kuweza kuboresha utoaji huduma katika kitengo cha afya ya watoto wachanga. Na hii inamaanisha wataalamu ya afya utengemano, wataalamu wa vifaa tiba, wataalamu wa radiolojia, wataalamu wa macho na mfumo wa usikivu, ambapo ni huduma muhimu sana kwa watoto wachanga.